I'll just ask those who are behind to come in front. Ninaomba msaada msikwazike. Please. Kuna wakati sauti yangu inakwama, usishangae. Sometimes my voice tap. So just be those who are behind to come in front. Lakini nimejitahidi kumlilia Mungu ili afanye kazi siku ya leo. I know God is going to do miracles. Na ninaamini, and I believe, matunda tayari tumeshayaona kabla hatujaona. We have already seen fruits. Hallelujah. Amen. Si ni kweli? Amen. Tunaona matunda kabla hatujaona. Mungu yupo. God is here. Usimwachie mchungaji sehemu ya kuombea kanisa peke yake. Don't just let for the preacher everything. Hata na wewe usimame kwa ajili ya kuombea kanisa, Mungu atakusikia. Even you, if you pray for the church, God is going to hear your prayer. Na kazi ya Mungu itaonekana nzuri. And His work will shine. Basi kabla hatujaenda mbali, tutaenda kusoma Biblia. We're going to read the Bible. Acha niombe watu wakae, sababu ni wakati wa kukaa tusikie neno la Mungu. Let's all sit down for the same listen to the word of God. Tutafungua Biblia zetu. We will open our Bible. Labda sitapata muda kusoma zaidi, lakini nitaomba ambaye atakayekuwa msaada kwangu wa kuwa tunasema na natusaidia mahali ambapo tumetamka. I will just mention and somebody will read for us well mentioned. Tutasoma katika vitabu vitano vya Musa. We'll read through the 5 books of Moses. Kitabu kimoja kinaitwa Kutoka. The first book is called Exodus. Na katika neno la leo, and through the word of today, nitaomba munichukulie kwamba kama mwalimu siku ya leo kwenu. Just consider me as a teacher. Na nyinyi mjichukue kama wanafunzi wa kusikia na kukariri maneno. And you consider yourself as a student who listen to the teacher. Itaenda vizuri. Then the word of God will flow away. Tutasoma sura 12. We will read Exodus chapter 12. Mstari wa kwanza. Chapter 12 verse 1. Mpaka 15. Up to 15. Kutoka. Exodus. Sura 12. Chapter 12. Verse ya kwanza. The first verse. Mpaka verse ya 15. Up to 15. Aliona atusaidia kamati mikrofoni ili kwamba tusikie imesema nini. Tunasoma kitabu cha Kutoka sura ya 12. Sura ya 12 mstari wa kwanza hadi 15. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amina. Msamaha. Tutasoma katika Biblia, tusome kwa simu, tutamimi kweli naongozaka siruhusu watu wasome katika Biblia. Amen. Hiyo sikufunzwa na sitafundisha hizo. Tunasoma katika Biblia, tumesitamuka tukisema tutasoma katika simu. Haleluya. Kweli mama. Tumesema tutasoma katika Biblia, sio kwamba tutasoma katika simu. Amen. Tunasoma kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza hadi 15. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akasema na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akiwaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli. Mwambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Mwana-kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana-kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu. Kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana-kondoo. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule. Na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. 7 kinasema, nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika mihimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazokula.
Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi wala kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa vitu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtakula kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. 12 nasema, maana nitapita katikati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na mwanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitapoiona ile damu, nitapita juu yenu, nisiwapate pigo lolote nikiwaharibu. Nitakapoipiga nchi ya Misri, na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe siku kwa Bwana. Mtaifanya iwe siku kuu katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele. 15 nasema, mtakula mikate isiyochachwa muda wote siku 7. Siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote isiwe katika nyumba zenu kabisa. Kwa kuwa mtu yeyote atakayekula mkate uliochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya 7, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na Israeli. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tumesoma mambo mengi katika Kutoka 7. We have read a lot through this verse. Leo natamani tuzungumze juu ya Pasaka. Today we talk about Passover. Katika program za Pentecoste tumefika katika maandalizi ya Pasaka. Through programs of Pentecost Church, we are now preparing Easter. Sababu tuna sikukuu 3 ambazo zinazosherehekewa katika Wapentekoste, ikiwemo Christmas, Pasaka na Pentecost. We have 3 main events that we celebrate in this church. Na hii Pasaka ni mojawapo wa sikukuu sana muhimu katika maisha ya Wakristo. Easter is among the main event in Christian life, ambayo ina maana yake tofauti na siku zingine, which has different meaning. Na ndio maana leo nimetamani tuzungumze juu ya Pasaka. That's why I want today to talk about Passover. Katika kuzungumza juu ya Pasaka tutaona mambo yafuatayo. We will see different things. Pasaka ilianza wapi? Where did Easter start? Nini maana ya Pasaka? What is the meaning of it? Tunaenda 3. And the third, tutaona utaratibu Mungu aliotumia kuambia wana wa Israeli jinsi watakavyoandaa Pasaka. and we will see the step that God tell the Israelites to follow when preparing Easter. Katika hiyo namba 3 ina mambo karibuni manne muhimu ambayo tutakayo tafsiri moja baada ya nyingine. There is other 4 main things that we're going to translate one by one. Tutaona jinsi Mungu alivyowaambia wataenda kuchukua kondoo ambaye hana ulemavu wowote. We'll talk about how God told them to go and pick the lamb. Hiyo ni hii ya namba 3. This is the point among them. Biblia inasema kondoo atachaguliwa katika kundi na anatengwa mahali fulani. The lamb will be chosen from certain group. Si yake nasema hiyo kondoo mtakula hiyo kondoo nyama zake mkichanganya pamoja na mboga uchungu. You will eat the lamb and vegetable together. Biblia yake nasema kwamba mtakula hata na mikate ambayo haina chachu
the fourth of it say you're gonna eat bread. Na baadaye tutaendelea kuchambua neno baada ya neno. Chachu ni kitu ambao wanaelewa kufanya kazi ya mandazi na mikate. Ni kitu ambacho kinarahisisha mikate kuvimba au kuwa na ladha tofauti. Yes. Bread without yeast or sour bread. Sawa, tuache twende neno moja baada ya lingine. Okay, let's now talk one by one. Pasaka ilianzia katika nchi ya Misri. The Passover started in the country of Egypt. Swali muda gani? Egypt. Katika nchi ya Misri. In the country of Egypt. Ilianza wakati Mungu aliambia Musa kwamba is that when God told Moses? Ni wakati wa wana wa Israeli kurudi katika nchi ya ahadi. It's time for the people of Israel to go back to the promised land. Katika pigo la 10 for the 10 tribes na wana wa Israeli of the people of Israel, ambapo Mungu amesema kwamba atashusha malaika wa uwaji ataua wazaliwa wa kwanza. God said he would send angel to kill every firstborn in the country of Egypt. Na hapo ndipo Mungu amesema kwamba wamchinje kondoo kwa That's why sababu God said they should kill the lamb. Ni maandalizi kwa ajili ya kutoka katika utumwa. Because it was a preparation to go out of slaves. Na wakati walipomchinja huyo kondoo, And when they killed the lamb, ndio maana mumeona kwamba wameonyesha kwamba watamruhusu watakavyoenda kumwona huyo kondoo. and God told them how they should eat the lamb. Nilikuwa napenda kuonyesha kwamba Pasaka ya kwanza ilianza katika pigo, iko katika pigo la 10 la wana wa Israeli. I just want to show you the first Passover among the 10 tribes of the people of Israel. Tunaenda point ya pili. Nini maana ya Pasaka? The second point, what is the meaning of Passover? Maana ya Pasaka ni kupita juu, Passover. The meaning of Easter is to pass over. Ni wakati Mungu aliwaambia wakati mtakapo kamata damu ya ile mwana kondoo, It's the time when God told them, well, you use the blood of the lamb. Munaitia katika milima ya nyumba zenu, Apply on the post of your ambapo mtakapokuwa, where you will be. malaika atakapokuja wa uwaji, And when the angel will pass, atapita juu, it will just pass by. hataumiza chochote It kile. will not do anything. Kwa sababu ameona damu ya picha ya mwana Because he saw wa the Mungu blood. iko katika milima ya He saw juu. the blood of the lamb on the doorpost. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naomba wakuandika andike. Just ask you if you have someone to note down. Wakusikia asiki. And the one to hear that. Amen. Amen. Kama unatafuta neno hilo, If you're still looking for that word, utatafuta katika Kutoka it's in the book of Exodus 12:26. 12:26. 12:26. 12:26 Hilo neno utalipata, is where you will find the word. ambalo litakuonyesha kwamba Pasaka ni kupita juu. Passover. That's show you Passover. Easter is to pass over. Tutaona taratibu Mungu alizotumia alizotoa jinsi watakavyomula huyo mwana kondoo. We'll see the step that God announced to the Israel they should follow when eating the lamb. Mungu aliwaambia wachukue mwana kondoo ambaye hana ulemavu. God told them to pick the lamb which doesn't have any problem. Na katika kumchukua wamtoa katika kondoo zingine. And it should be in a certain group of the lamb. Utasoma hilo andiko liko katika Kutoka 12 verse ya 5. The word is in Exodus chapter 12:5. Linaonyesha jinsi Mungu anaambia wana wa Israeli kwamba
wachukue kondoo ambaye hana ulemavu. To show you how God told the Israel to take the lamb which doesn't have any blemish. Na huyo kondoo atatolewa katika kondoo zingine anatengwa. And the lamb should be put aside away from the other. Baada ya kutengwa ametoka mahali alipo anapelekwa mahali. And after putting aside, you take it to a certain place. Kama mwenye amepelekwa ni kwa ajili ya kumchunguza. And where you take it is just to watch it here, to check here. Biblia inasema kwamba achunguziwe siku 14. And the lamb should be checked like 14 days. Iwapo ataonekana na kasoro yoyote, huyo mwanakondoo hatafanya kazi yake. So in case it happens, it has any blemish, it shouldn't work anymore. Huyo mwanakondoo asiwe mlemavu. It shouldn't have any blemish. Kwa sababu Mungu alikuwa analenga kwamba huyo mwanakondoo ni picha ya Yesu Kristo ambayo because the target of God, the lamb, was to symbolize Jesus. Itakuja kukomboa ulimwengu katika dhambi. Jesus will come to save the world through sin. Na ndio maana ndugu zangu wapendwa, And that's why, my beloved, iwapo unapenda kumtumikia Mungu, if you want to serve God, lazima bakuchunguze. they have to check you. Lazima baone kama una ulemavu They wowote. have to see if you have any blemish. Hawezi kumtumikia Mungu. You can't save God. Hawezi kuwa mtumishi wa Mungu. You can't be the servant of God. Sababu kondoo aliyechunguzwa siku 14 Because the lamb which was washed 14 days, ilikuwa katika picha ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. it was symbolizing Jesus, the Son of God. Hataonekana na kasoro yoyote. It shouldn't have any blemish. Kwamba wataona hakuna kosa They lolote. will see there is no any fault. Na ndipo atashuka hili kwamba wakomboe. And that's when you come down and Na save you. ndipo atashuka hili akomboe. And that's when you come and save you. Kwa You and I. sababu hakuonekana na kosa lolote. Because it doesn't have any fault. Any sin. Amen. Amen. Hebu kama hili ndio ni kweli. Let's see Tusome katika Yohana, Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura 19, yani 19:6 verse yake. 19:6. Kitabu cha Yohana 19:6. Nasema Yohana Mtakatifu 19:6 anasema, basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomuona walipiga kelele wakisema, msulubishe, msulubishe. Pilato akawaambia, mtwaeni nyinyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia kwake. Wanasema, They say, banaleta Yesu. they bring Jesus. Watu wanalalamika kwamba Yesu asulubiwe. People complaining about him. Walipomleta kwa Pilato, And when they brought him to Pilato, Pilato akamchunguza. and he checked him, Pilato akamwangalia Yesu. he checked Jesus. Wale walipomleta Those who brought him akawaambia, mimi sikuona kosa. say, I don't see any problem. Hebu mleteni, lakini mimi sikuona kosa. Just took him because I can't crucify him. Kama He's done that mimi sin. nitamhukumu, lakini mimi kwangu sikuona kosa kwa I huyu. don't see any fault on him. Huyu kondoo katika Agano la Kale The lamb in the Old Testament alikuwa anamwandaa Yesu Kristo. was preparing Jesus Christ. Ilikuwa ni picha ya Yesu Kristo. So the image of Jesus. Ndio maana naona ni Mungu That's why you see God anatoa mtindo wa jinsi atakavyoliwa is telling the Israel how to use it. ili kwamba aje kumwandaa mwanake So that would symbolize Jesus, wa pekee. his only son. Wanasema kondoo They say lamb achukuliwe katika kondoo zingine na aende kukaguliwa. should be taken in the lamb and be checked. Kama ukiangalia kwamba wakati walikuja kumchukua Yesu walimkamata. When they came to pick Jesus, Wakati wanamkamata Yesu, when they catch Jesus, wanamkamata alikuwa katika mkutano. he was in the middle. Yesu wako katika mkutano. Jesus was in the middle Yesu anahubiri. preaching, Lakini muda unafika. but
Judah came. Anasema ndo huyu. He says this one. It's this one. Wakati alifika, And when he arrived, Yuda kaonekana kama ameshindwa kuamua kwamba ndo huyu. Judah didn't decide. He wasn't able to decide. Lakini Yesu alimwambia, But Jesus said, fanya lililokuleta. do what brought you here. Fanya lililokuleta. Do what brought you here. Kama ukisoma katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu, If you read the verse in the book of sura Luke 22 22, na mstari wa 47 mpaka 49, 22, 44 up to 47, utaona jinsi Yesu alikuja kumchukua katika mkutano, katika watu see wengi. when they come to catch Jesus. Ni mfano wa ule kondoo Mungu ameamua aende kuchukuliwa katika kondoo za mingi na Symbolize the same lamb that was taken in the Old Testament. sasa wakati Yesu alipochukuliwa, So when Jesus was taken, amepelekwa kwa Kayafa, he was taken to Caiaphas, amepelekwa kwa Pilato, amepelekwa kwa Herode. and to Herod. Zile siku 14 za kondoo zikafika. Those was just the same as 14 days of the lamb. Ndipo Yesu akaamuliwa sasa kwa ajili yetu aingie katika msalaba. And then it was a time because of us, Jesus was to be Sababu crucified. siku 14 zimefika. Because the 14 days have come. Wakati siku 14 When zimefika the 14 days have come, katika Misri, in the Egypt, kwa kumula ule kondoo, to eat the lamb, wakasema kondoo hana ila aje sasa kuliwa. they say the lamb has not already fallen. Akiwa ni sura ya mwana wa Mungu Yesu Kristo. Symbolize Jesus Christ. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa Now, Mungu anatoa taratibu za jinsi God watakavyoendelea is giving instruction kumula mwana kondoo. on how they should use the lamb. Biblia inasema The Bible says- wakamula wamejifunga mikanda. They hit him when they tied his bed. Mikanda inamaanisha kwamba safari walionayo ni ndefu. The belt means the journey that they have is very long. Sababu wakati walipomula huyo mwanakondoo, Because when they eat the lamb, walikuwa katika maandalizi ya kutoka katika utumwa, wanaelekea katika nchi ya Kanaani. they was in preparation to go out of slave and go in the promised land. Biblia inasema The Bible says kwamba watamula mwanakondoo na mboga uchungu. they will eat the lamb with sour vegetable, beat up. Watamula mwanakondoo na mboga uchungu. They will eat the lamb with bitter vegetable. Inamaanisha It means kwa sababu Mungu amejua kwamba watapitia katika jangwa, because now they're gonna pass in the wilderness. na hiyo katika jangwa In the wilderness, mtakuwa shida. there will be trouble. Ile uchungu The bitterness inamaanisha symbolize njia the walionayo journey that they have ni ngumu. is hard. Njia walionayo ni ngumu. The journey that they will pass through is very hard. Na hapa ndio kuna shida. And this is the problem. Kama mtu alimwaidia kitu, If somebody promises you something, anaona sura kwamba maisha yake yatakuwa mazuri tu. it seems like his life will be better. Mungu anaitia wana wa Israeli, anawaitia nchi ya ahadi Kanaani. God promised the people of Israel to enter into the camp. Mungu mwenyewe. God himself. Lakini wakati walipofika katika jangwa, But when they were in the wilderness, walipata mateso. they passed through a lot. Amen. Amen. Tunazungumza juu ya mboga uchungu. We talk about bitter vegetable. Inaonyesha kwamba safari walionayo ni nzito. It symbolizes that the journey that they have is having a lot of issues. Inaonyesha kwamba watapitia katika magumu. They will pass through a lot. Pamoja na Mungu ndiye amewaambia watapitia katika magumu. Though God himself told them, but they're going to pass through a lot. Ukisoma katika Hesabu, If you read in the book of Numbers, sura 14, chapter 14, mstari wa kwanza, the first verse, utaona jinsi wana wa Israeli walifika katika jangwa wakamlaumu Musa. they
They will see the way when the Israel get into the wilderness, they start playing. Wakaanza kulia. They start crying. Wakasema kwa nini haujaturudisha Misri? They say, why don't you just take us back to Tuje Egypt? kufia na watoto wetu katika jangwa. We don't want to die with our kids in the wilderness. Jambo sikia kwenye maredio. Just listen about wilderness in the radio. Jambo sikia kwenye maredio. Just listen about it in the radio. Lakini sikufikia. But don't witness it. Naendelea kuzungumza juu ya jangwa. They continue talking about wilderness. Jangwa ni kitu kinachokuwa cha ukame. The wilderness is something which is dry. Sasa wakati walipofika katika jangwa, And then when they were in the wilderness, walianza kulia. they start crying. Walianza kulia. They start crying. Wamoja wamemlaumu Musa, Some blame Moses. wengine wamelaumu kwa nini tumekubali. Others are complaining, why did you accept? Lakini kuna sehemu moja Musa aliwaambia simameni. There is one place Moses tells you. Simameni mkono wa Bwana. Hands of God. Na Stand. wewe simama katika jangwa. And you stand in the wilderness. Aona mkono wa You Bwana. will see the hands of God. Mkono wa Bwana sio mfupi. The hands of God is not short. The hand of God is not short. It's gonna take. Tukizungumza jangwa, If we talk about wilderness, ina mambo mengi sana. it has a lot. Hata mtu kukosa mtoto ni jangwa. Even someone is barren is just like Unasikia wilderness. umeshindwa. You feel that you don't have, Unasikia furaha imeenda. you don't have anything. Hata mtu kukosa mwanaume ni jangwa. Even someone without husband is wilderness. Mtu kukosa kazi ni jangwa. Not having job is wilderness. Mtu kukosa mawasiliano na watu wengine ni jangwa. Not having good communication is wilderness. Lakini tusitamani tena kurudi Misri. But let's not wish willing to go back to Egypt. Tutamani kumwambia Mungu tushike mkono. Let's just say, God, hold our hand. Kuna wimbo mmoja There unasema is hivi. one song that says, Nishike mkono, hold my hand nisizame, so that I can mawimbi ni mengi, niokoe. Nishike mkono, nisizame, mawimbi ni mengi, niokoe. Hiyo wimbo inasema kwamba nishike mkono, The song says that mawimbi mengi, there is a lot of uniokoe. saving. Haleluya. Na Mungu mwenyewe ndio wa kushika mkono. It's only God who can hold you. Wakati umefika katika jangwa, When you are in the wilderness, kimbilia Mungu. just run to God. Tafuta Mungu. Seek God. Tazama Mungu. Look to Him. Ukitazama watu takuwa hawatakucheka. If you look human beings, they're gonna laugh after you. They will laugh after you. Unaweza kuongea nao You can talk to them katika jangwa yako. in your wilderness, Katika mbele. but when you go in front, Unajua habari ndugu zangu. do you know about someone in this kid? Ndio watu hapa. Yeah, that's human being. Lakini Mungu wa mbingu But God in heaven kwa machozi kwa ajili yako. is crying because of you, Anasema mwanangu, saying, my son, simama tena nikuone jinsi unasimama. stand, I want to see you how Simama you stand. tena katika uimbaji. Stand in Simama your tena katika huduma. stand in your strength. Huyu ndiye Mungu. That's the God. Huyu ndiye Mungu wa That's the Mungu. God. Huyu ndiye Mungu anasimamisha That's the God waliolala. who wake those who have already slept. Sio mwanadamu. No human being. Mwanadamu Human being will just take you down, take you down. They just lead you down. Bwana turudie sana. Bwana turudie sana. Tutaenda kuona wametumia hata mikate isiyotiwa chachu. And they use bread with yeast, without yeast. Mungu aliwaambia watumie kwa kumula huyo mwanakondoo na mikate isiyotiwa chachu. God tell them to use the lamb with bread without yeast. Chachu tumezungumza ni kitu kinaweza kikafanya mkate haraka, lakini mkate inaharibika tena haraka. Yeast is something that can spoil the bread very quick.
Na chachu iliyotumiwa ni kitu ambacho Biblia kinatafsiri kina lugha yake. They used in the Bible something that symbolizes something. Biblia ina lugha yake na wanadamu na lugha The yao. Bible has its own language. Leo tutazungumza Biblia inasema nini juu ya chachu. They will talk about how Bible says about yeast. Chachu ni maneno mabaya. Yeast is bad words. Acha tusome Luka Mtakatifu, Injili kama ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu, sura 12 verse ya kwanza. Let's read the book of Luke 12:1. Mtu mwingine atasoma Mathayo, Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu, sura 16 verse ya 11 mpaka 12. And another person will read in the book of Matthew 16. Karibu kwa usomaji kama kuna mtu ambaye amepata Luka 12. Tunasoma kitabu cha Luka 12:1. Kwanza tunafika 12. Tunaanza 12:1 hadi 1:2. Nasema wakati huo mkutano walipokutanika elfu hata wakakanyagana, alianza kuambia wanafunzi wake, kwanza, jilindeni na chachu ya Mfarisayo ambayo ni unafiki. Lakini hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia hapa inataja chachu ni wanafiki. The Bible mentioned yeast is hypocrite. Mikate sio chachu ni wanafiki. The bread without yeast is hypocrite. Mtu anakuwa anacheka lakini katika roho yake kumbe hacheki. Someone is laughing but inside his heart is just hypocrite. Tujilinde na wanafiki. Let's go away with hypocrite. Bwana tume sana. God forgive us. Chachu. Yes. Kama makanisa hayana roho ni kwa sababu ya chachu tulizonazo. If there is no Holy Spirit in the church, it's because of the yeast that we have. Kama watu wamekosa upendo ni kwa sababu ya chachu. There is no love among people, it's because of the yeast. Chachu ni unafiki. Yeast is a hypocrite. Mtu mwenye anacheka kumbe hacheki. Someone is laughing but it's not laughing. Mtu mwenye analia kumbe halii. Someone is crying but it's not crying. Bwana tume sana. Mtu analia. Someone is crying but it's not. Mtu anacheka hacheki. It's laughing but it's not laughing. Huyo ni unafiki. It's hypocrisy. Bwana tume sana. God forgive us. Bwana ndugu zangu. My beloved. Hii ni Biblia. This is Bible. Haisemi kwa haja ya mchungaji Mahumbi. It doesn't say to Pastor Mahmoud. Haisemi kwa haja ya mchungaji Silas. It doesn't say to Pastor Silas. Inashota kidole kwa kila mtu. Pointing everyone. Inasema tujilinde na chachu. It says let's be aware of yeast Wanafiki. and hypocrisy. Mtu kuwa mnafiki ni mtu mwenye hana rangi. A person who is a hypocrite is someone without color. Ni mtu hakuonyeshi ubaya. He just show you bad. Lakini mbaya lakini hakuonyeshi. It's bad but it doesn't show you. Ikiwa tukingali tunatafuta uso wa Bwana. Because we're still looking for the face of God. Ni wakati wa kutoka katika mambo haya. It's a good time now to Ni go out. wakati wa kuwa kama tuko weusi tunakuwa weusi. If we are black, let's be black. Kama tuko weupe tunakuwa weupe. If we are white, let's be white. Mtu akisema hapana anasema hapana. If you say no, let it be no. Katika ndoa kuna andiko moja tunaombea wale watakaofanya ndoa. There is one prayer we used to pray for those who are doing marriage. Ndio yenu na iwe ndio. You are yes, let it be yes. Na sisi ambao tumempokea Yesu And Kristo. for us who have received Jesus, Ndio yetu na iwe ndio. let our yes be yes. Na hapana au hapana. No, be no. Chachu. Yes. Chachu kinaweza kuwa kitu kidogo sana. It can be something little Katika maisha yako. in your life, Lakini kitakuja kuharibu maisha yako yote ya kiroho. but can spoil all your Bila spiritual life wewe kujua. without you aware. Utaona matokeo maisha yako ya kiroho yote yameshuka. You will just see consequences in your spiritual life. Bwana tukubariki. May
gifts. Sijui kama nikigana muda niwapatie mfano kidogo wa chatu. I'm just going to give you a little example of feast. Nitatoa mfano kidogo. I'll give one example. Nimeonyesha kwamba chatu ni kitu ambacho kinaweza kuwa ndani yako. Yeast can be something in you. Kama unafiki Hypocrisy. au dhambi Or yote any ndogo. kind of sin. Unaona kwamba hii nayo haina kazi. You just see, this is not. Lakini kuna sehemu itakuja kuonekana na kazi imepanuka katika maisha yako. But in a certain place, you're going to see Nina a kukandamiza. consequence in your life. It can kill you Ninakufikisha katika kuzimu and lead you to hell bila kujitambua. without you aware. Kuna mtu fulani There is one person. sizowehi kutoa mifano ambayo iko nje ya Biblia. I don't used to giving out example which are outside the Bible. Lakini nitaomba kama nitoe sababu mfano uliofanyika kwa watu waliokuwa pale. But I'll just give one example for people who are Mtu ameuzisha, alikuwa anataka kuuzisha nyumba yake someone was about to sell his house na akapata mteja. and he get a client, Akamleta mteja, he get a customer. akamwonyesha nyumba yake jinsi ilivyo. He saw him, this is how my house is. Mteja akasema nyumba nimefurahi. The customer say, wow, this is a good house. Na kila kitu kiko kizuri. And everything is good. Okay. Akamwonyesha, unaona hii msumari? So you see nail, Akamwambia hii msumari naweza kununua. this nail can just remove it. Achana na I hiyo. say, just leave it. Akamwambia sawa, acha na mimi niwache kamili. Say, okay, let me just leave the way it is. Bakamaliza kila kitu. They finish everything. Ule mtu akaacha msumari wa nyumba mwenye ameuzisha. The customer just leave the nail the way it is. Mwenye amenunua nyumba na akaona msumari haina kazi. The customer just ignore the nail because Baka maisha kaendelea. the life goes on. Maisha kaendelea. The life goes on. Siku moja One day, alianzisha nyumba akafika kwa yule mwenye ameuzishia. the one who saved the house arrived to the customer. Akaingia ndani. He went inside. Bakaongea. They talked. Alikuwa na kamfuko kake. He had his pocket. Akasema nani nakumbuka hii msumari He kabisa. said, oh, wow, see, remember this name. Akasema tunaona ukumbuka sile. Silikwambia ubakie pale hakuna shida. Akatia kamfuko pale. He put his pocket up there Akaenda. and go. Siku nyingine Another day, akaleta mzoga wa imba. Akaleta mzoga wa imba. Imba imekufa. another day he brought a dog which has already died. Iko msaki mwenzake haduku kuna nini katika mfuko. And the customer didn't know what was in the pocket. Wanakaa. Akamwambia wanataka kuuacha bwana msumari wangu ili niache kwa hiki kitu. Akaacha. Just say, okay, let me just put Akaacha my pocket kila in the kitu. thing and leave it. Sasa wakati familia ilipokusanyika ikasema bwana vitu vinanuka And huko. when the family gather together and say, why is the house smelling? Kulikuwa na nani msimu mzazi wetu tulimwona nyumbani nitembelea kaacha kama kawaida yake pale msumari mfuko, lakini naona leo vitu haviko vizuri. But see, today's like something is not going on. Bakaona kufika pale vitu vinaharibika. Say, what happened here? Bakaenda kwa nyumba kuu. Wakaenda kwa China. Oh, they went to the Chinese. China ni wakuni hao. Sasa Okay, they went to the chairman. wakati mnauzisha mkutana nini? They say, what was your agreement when you sent the house? Wakaonyesha jinsi waliongea vyote. They tell them everything that they spoke when they were Wakaonyesha jinsi msumari umewacha pale kwa ajili ya ule mtu aliyeuzisha They nini. said they agreed to leave the nail the way it was. Mwenzako ana haki sababu mkibaya sana sababu kama umebaki na anatumia kutia kile anapenda. Can say he has right because it's his own house and he's having right to put everything he wants. Alitoka katika nyumba. He left the house Ndio msumari. because of the name. Na sisi wa Kristo And we as a Christian, kuna vitu tumeacha katika maisha yetu. there is something we still have in our life, Itasababisha mbingu tunaikosa na tunaiona hivi. which can cause you to get into the heaven. Haiko ajabu mbingu tatupita
inafika na It's no surprising. It's no surprising. You can't get haiko it. ajabu tulibatizwa na tuko watumishi na Biblia. It's no surprising we have been baptized and we can be still heaven. Na roho kwa Mungu hakuna mwenye anaweza kusemea mwenzake. You know, to God you can't speak. Tunajua kwamba hakuna vile. You can't justify another person. Hakuna vile. In front of God you can't justify another person. Kama kungekuwa lawyer, If there could be a lawyer, watoto wachungaji wa mtu wa mchungaji namba 1 anaondoka. the wife of pastor, children of Watu pastor, wanaondoka. sons of pastor, Wengine ndio kuangalia kama tunasemea kama baba yafanya kidogo. Lakini watu yangu hakuna vile. there is no judging. Lawyer tulionayo Bwana mbinguni, haya mahubiri tunawahubiri kama mkiyatimiza na kutenda katika mapenzi ya Mungu. The lawyer that we have is the preaching, the word of God that you listen. If you follow it, you will enter the kingdom of God. Inawezekana hasa ile kukutana kwako ni msumari ambao utasababisha mbingu. Even your gossips, that is the name that you live in. Kale kakitu kinataka ndani yako ni msumari ambao It's utasababisha. the name that will cause you to miss the heaven. Hiyo ni chachu That's yeast. ambayo Yesu amekataa kwamba tuunganishwe na watu wanafiki. That Jesus said, let's be aware of hypocrisy. Na hiyo inasababisha katika maisha yako ukuaji wa kiroho wa hukumu. And that causes you not to growing up spiritually. Hauwezi kukua kiroho kama una kitu ndani You can't grow up ambacho spiritually if kitumeni you have sawasawa na mapenzi ya something in Mungu. you that is against the will of God. Biblia inasema katika Petro wa kwanza 15 The Bible says in the book of Peter, anasema, Yesu anasema ni watakatifu sababu aliyowaita ni it mtakatifu. says, be holy because the person who called you is holy. Yesu aliyetuita ni mtakatifu. Jesus who called us is holy. Lazima tutoe chachu katika mioyo yetu. That's why we have to get rid of yeast in our life. Mbona mtu kuomba msamaha sioni kwamba kuna gharama? It's not cost a lot, but just Mbona gharama ni ile kwenda na vima na dhambi na mambo konflikti za ndio you're strong enough with your sin. ndio kitu unasikia tunakuuliza hata kula washukuru. It's something that pains you. Lakini kuomba msamaha ni kitu kile You kiko can't rahisi. even ask for forgiveness. Lakini kutengeneza ni kitu kiko rahisi. You can't even confess, which is something easy. We got forgiveness. Unajua tukingali na haja ya kwenda mbinguni. I know we all like, we all want to Lazima go to heaven. tutafute mbinguni katika hali ya kumtafuta Mungu. You have to seek Jesus. Lazima tutafute mbingu katika hali ya kutembea katika maisha ya You kiroho. have to seek heaven walking in a Hili yote Mungu ametoa taratibu ya kufanya kwa ajili ya kumlenga Kristo mwana wake. all these guys give us instruction because Sababu symbolize Yesu hakuonekana na lawama lolote. because Jesus didn't found his fault. Na hapo kuanzia siku 14 waliomtembeza wako wanaenda wanakataa huyo hana kosa. Hakuonekana kosa hangekomboa ulimwengu katika dhambi. In those 14 days, if they couldn't find him his fault, he couldn't save the world. Na ndio maana amekuwa Biblia inakuja kuonyesha kwamba tumeshapata Pasaka yetu, yaani Yesu Kristo mwana wa Mungu. That's why the Bible says we have already get our Easter, which is Jesus Christ, the Son, Ambaye amekufa kwa ajili ya dhambi zetu. which died because of our sin. Na ni lazima tuwe watakatifu. We have to be holy. Na penda tumalize. I want to conclude. Katika kumaliza kwangu, In conclusion, maisha yako your life, nani anayahukumu? who is going to judge? Hakuna aliye na uwezo wa kuhukumu maisha yako, No one has authority to judge your life, lakini Mungu anayahukumu, but only God who can judge. sababu Mungu ndiye anayaponya na ndiye anayahukumu. Because it's God who heals you and who judges. Sisi tunaweza kuhukumu, lakini hatuna uwezo wa tutahukumu kwa kinywa, lakini hatuna uwezo wa kufanya lolote. We can just judge you by our word, but we can't do anything. Tunapaswa kukimbilia kwa Yesu Kristo. You have to seek Jesus. Amen. Amen. Zamani wakati mtu alikuwa anasikia kwamba hili limenigusa, When somebody feels like this has touched me, alikuwa zamani, sisi makanisa ya nyumbani wakati tuna watoto hakuna makabila. there was no carpet
but they are kuwa ngumu. Lakini akijua kwamba hili limenigusa, ninapenda Mungu anisaidie, anapiga magoti. But when you feel this has touched me, I need God to Hajai help nguo. me. Anadai kwenda kwa Yesu. Just kneel down and go to Hajai Jesus. nguo. Kneel down and Anasema na mimi hapa Bwana. I need you, Lord. I need you to forgive my sin. Lakini watu wale But for this generation, wapo. Wanasimama basi. they just stand pastor. Unaenda kutembea unasimama. Unaenda kutembea unasimama. You can't confess while standing. Usimama ni kwenye serikali kwa jeshi. Unakutana unafanya hivi. It's only by the hand. Sababu hawaruhusiwi kila kitu kina utaratibu wake. Because everything has its state. Jeshi hawaruhusiwi kukaa chini. The soldier doesn't allow to sit Wakati down. wanapandisha sifa za kijeshi. When they are raising up the God of man, they have to stand and Lakini sisi but for us, wakati tunapenda kushuka Mungu hapana. we need to go down. Tunashuka. Mungu akisikia sauti. If you feel Kuna vitu vilikuwa vinanisumbua. there is something that has been bothering, Biblia imesema hii ni chachu that is the yeast ambayo inaweza kuozesha maisha yangu ya kiroho. that can rust your spiritual life. Sijui I don't know maisha yako yote. your life. Yawezekana kuna kitu kikikuumiza kwa upande wa mtu mwingine. Maybe there is something that made you suffer, Lakini hakuwahi kumwambia. but you have never taken. Unaumia tu. You just feel Hiyo ni it. chachu. That is the yeast Inaweza kuumiza moyo wako. which can hurt your life. Unakutana maisha yako ya kiroho Then imeharibika. you found you spoil all your spiritual life. Simama. Stand. Tuombe. Let's pray. Mungu ana njia. God has a way. Utakutana vilivyofungwa kwako vitafunguliwa. And everything that have been tied up at Kuna the mambo end, yamefungwa kwa ajili ya moyo wako kutokujitambua. everything, something has been closed in your life without you aware. Biblia inasema The Bible says, wanaozali wasimama waangalie wasije wakaanguka. those who think they are stand up, let them be aware. Kila mtu anaona asimama, You can see you are standing, lakini si Mungu anaona hivi. but God doesn't see that. Mungu anaona na Mungu wako anatembea. God see you falling down while walking. Mrudilie tena Mungu. Go back to Him. Mtanirudie. Forgive. Yawezekana sio kawaida yenu, Maybe it's not by your will, lakini kawaida ya Mungu. but it's God's will. Kuita watu kwenye msalaba. Call people to the Ni cross. kawaida ya Mungu. This is the way of God. Watu walioguswa wasimame kwa miguu yao. Those who have been touched, Tunasema tell kuna them kitu how you feel. kitakachobadilika And say, tell God to katika change. maisha yetu. Tell God to do something that will change your life. Well, Karibu tuombe Mungu na maliza. let's pray to God. Karibu mwambie Mungu kuna kitu hapa. Welcome, tell God there is something. Nahitaji kuona katika maisha yangu. There is something I need to see in my life. Karibu tupige magoti. Hatuko katika nani ya kijeshi. Tutapiga magoti. Welcome. We are not in the hand. Kunyenyekea. We're gonna kneel down. Karibu Welcome. tumwambie Mungu. Let's tell God. Kuna kitu tunachohitaji. There is something we need. Tunahitaji mabadiliko. We need change. Tunahitaji nguvu za Mungu. We need the power of God. Tunahitaji mambo mengi. We need a Mungu lot of things. akitendea muujiza. May God do miracles. Tunahitaji na watu kuwa na sifa nzuri. We need to see the glory of God. Karibu kwa maombi. Welcome in prayer. Karibu ndugu yangu, karibu mama. Welcome. Ili tuombe Mungu kwa pamoja. So that we pray God again. Ninajua I know Mungu ana mpango. God has something. Ana kile anachofanya kwa God ajili ya maisha has yako. plan. Ana kile atakachokitenda kwa ajili ya maisha There is yako. something He's gonna do in your life. Sababu Mungu ni mwalimu. Because God is good. Najua atakuwa ametufundisha mengi I know He has taught you a lot kupitia neno hili. through this word. Nahitaji kujazwa na Yesu, kukutana na mambo ya kesho. Nahitaji kujazwa na Roho, kukutana na mambo ya kesho. Nahitaji kujazwa na Roho. Biblia inaonyesha mbali, anasema anahitaji kujazwa na Roho, lakini yeye ndiye mdhaifu. Na wakati amejitambua, ina maana Roho atatoa udhaifu, anatia
katika hali. When you realize yourself, the Holy Spirit is going to carry you on the beat. Basi kwa utaratibu wa kanisa tutaomba mchungaji asimame na baadaye tutasaidiana kama tuombe Mungu kwa pamoja. Waje hawa watu. Ndugu zangu, huu ndio msaada Mungu alionipa ili kwamba tuchangie kwa pamoja, na kwa kweli tunaweza kuona msaada mdogo, lakini huu ndio Mungu amenipa. Tumefanya muda wa kiasi cha wiki mbili baada ya baba kuniambia kama nitatoa neno. Nimeangalia katika Biblia mambo mengi, lakini hili ndio niliona kwamba itakuwa msaada katika siku ya leo. Nashukuru kwa baba ambaye amenipa nafasi kwa muda huu ili kwamba tuchangie neno la Mungu kwa pamoja. Ninaamini kwamba neno la Mungu linaweza kuwa tumezungumza kwa dakika fupi, lakini Mungu atafanya makubwa kwake kwa ajili yetu. Na ninajua Mungu anajua sababu. Karibu baba kwa maombi. Ombe. Mungu wetu, Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, ninajua wewe ni mwalimu kama ulivyotuamuru ndani ya maisha yetu. kwamba tukiomba Najua kila mmoja jina la Yesu amepiga magoti Baba akijielewa zaidi. turazi kuweza Hakuna aliye mwenye haki na kwenda basi kwa kutafuta na kutembea katika mapenzi yako Bwana. wamesikia kuwa mbele Tunaombea zako tena nguvu mpya, na wakaribie tunaombea sasa ujasiri, mawazo yao na nia yao zao tunaombea Bwana wazi ujasiri mbele zako katika maisha yao, kinachositirika mbele zako. Mungu ukawagusa kwa warehemu, Mungu ukawakaribia kwa watawale, Mungu ukawaongoza kwa waendelee kuwakaribia na kuendelea kuwapa kushinda kwa kila lolote ambalo limekuwa mzigo wala tatizo. Bwana ndiye juu ya mambo yote, Mungu usiyeshindwa, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma. Waleta wana wako katika mbele yako, wale ambao uliwafia wakisalama. Mungu wa rehema, tunakusihi Mungu watakase, Mungu wa rehema, Mungu wakaribie kwa watawale, kawaongoze na kuwapitisha katika njia hiyo safi na kuwapa kushinda mambo yote, kushinda katika matatizo yoyote ambayo yanaweza kusumbua katika safari. Mungu tunakuita na tunakusihi tukiamini kwamba wewe ambaye unaitunza katika mioyo, katika viuno, katika hali ya mawazo ya mwanadamu, Mungu unatambua kilichosababisha wajitambue kwamba wanahitaji msaada, ikiwa madhaifu ya kiroho, ikiwa madhaifu ya kimwili. Katika jina la Yesu tunakuomba waguse na uwatendee na uandike katika kitabu chako pia cha uzima, katika jina la Yesu Kristo. Mungu yetu, tunakusihi na tunaamini kwamba kabla walikuwa bado watainuka kuja hapa mbele, ulikuwa umekwisha kutambua kwamba watasimama kuja mbele zako. Basi na wapokee kadiri ya jinsi ya kile kilichosababisha wawe hapa. Kwa jina la Yesu, kiroho na kimwili ukaonekana katikati ya Bwana. Hivyo hivyo utawala na upate nafasi katika maisha yao. Kwa jina la Yesu. Amen. Basi nashukuru na Mungu au pamoja nasi.